Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, Bakari Shime, alizungumzia maandalizi kuelekea fainali za AFCON zitakazofanyika nchini Morocco kuanzia 26 Julai 2026. Ni kweli kwamba leo tumehitimisha takriban wiki 3 za matayarisho hapa Karatu kwa kufanya recovery baada ya jana kufanya mazoezi asubuhi na jioni, na baada ya kumaliza session za kiwanjani, manake tunaendelea na matayarisho ya darasani pamoja na kuendelea kutengeneza hizo recovery za wachezaji kabla safari yetu ya kuelekea Morocco. Kiujumla matayarisho yameenda vizuri tu, kwa maana ya programu tumezipanga kuzifanya zimekwenda vizuri, pamoja na kwamba kuna baadhi ya wachezaji hawakuweza kutimia 100% kwa sababu ya majukumu ambayo wako nayo, lakini namba kubwa ya wachezaji walishiriki kwenye programu zetu na tunaamini kwamba watafanya vizuri. Maana kukaa hapa wiki 3 ilikuwa lengo ni kuweza kugusa maeneo yote muhimu kwenye mpira, kuanzia kwenye kudefend, kuandaa mashambulizi na kumalizia mashambulizi, lakini pia namna gani tunaweza kucheza kwenye hizo transitions za kudefend na kushambulia, lakini pia kujaribu kuona namna gani tunakuwa timamu kwenye kuweza kumudu mashindano ambayo tunataka kucheza. Kwa hiyo tumetilia mkazo pia kwenye idara hiyo ya utimamu wa mwili, na naamini kwamba wamefanya vizuri, inaweza kuwa na faida kwetu. Aidha, ameongeza kwamba timu ya taifa ya wanawake pamoja na kuwa na aina yake ya uchezaji, lakini ushindani wa wachezaji kambini ni mkubwa kuelekea fainali za AFCON, ikiwa lengo ni kufika mbali katika michuano hiyo kwa timu za wanawake. Ilikuwa ni changamoto, imetusaidia kuleta ushindani mkubwa kwenye timu, kwa maana ya wachezaji tuliowaita kulingana na uwiano wa nafasi ambazo wanazicheza. Kila nafasi ilikuwa na ushindani, kwa sababu ilikuwa hakuna unafuu kwa maana ya nafasi kuwa na mtu mmoja. Kila nafasi ilikuwa na zaidi ya watu 3 mpaka 2. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na tamani ya sehemu ya timu, kwa hiyo walikuwa wanafanya kwa juhudi kubwa, na mwisho wa siku naamini ushindani ule pia na wenyewe utatusaidia. Ningepata kusema coaches huwa hatosheki, na hata hizo tunazozungumzia bado tunaziona ni chache, kwa sababu ya mpira wa miguu na mafunzo mengi, lakini pia bado akili inaenda kwenye shindano. Unaanza kuziona hizo timu unazocheza nazo, kila timu ina aina yake ya kucheza, ina aina yake ya kujilinda au kushambulia. Kwa hiyo yeye as a coach, manake kazi itaendelea kufundisha kutokea hapa kuelekea kule. Tulichokifanya hapa ni kutengeneza msingi, lakini bado kazi ya coaching inafanyika step by step, match hadi match, na hatua hadi hatua ya mashindano, kwa sababu hatua ya makundi ni tofauti na hatua ya mtoano. Na cha kwanza sasa hivi tunaenda kupambana kwenye hatua ya makundi, tuende kwenye hatua ya mtoano. Tumejiandaa kwa ajili ya kucheza ligi ya mechi 3, na naamini kwa vile ambavyo tumefanya tutaweza kuvuka hiyo nafasi na kwenda kwenye hatua inayofuata. Shime alisema kwamba Twiga Stars inatarajia kupata michezo miwili ya kirafiki kabla ya kuanza kwa michuano hiyo. Lengo ni kujiweka sawa kiushindani, na tunatarajia kupata michezo miwili, lakini yote tutaichezea kwenye kiwanja, kwenye mji wa mashindano, kwa maana pale Rabat. Tuna mechi tarehe 19 dhidi ya Nigeria na tarehe 22 na timu kati ya Ghana ama Mali, na malengo ya mechi hizo ni kujaribu kuona hichi ambacho tumekifanya kwa takriban wiki 3, ni sehemu gani tumefanya vizuri, ni sehemu gani natarajia tena kuongeza nguvu ili kuweza kurekebisha performance yetu ya kwanza dhidi ya Afrika Kusini tarehe 27. Tukirejea kwenye AFCON iliyopita, tulikuwa na changamoto kubwa sana ya majeruhi kwenye timu yetu. Tulikuwa na wachezaji ambao walipata majeruhi tukiwa kwenye mashindano kule, na ni wachezaji tegemezi sana kwenye timu, kwa hiyo ufanisi wao haukuwa mzuri. Tulikuwa na changamoto ya kadi pia ambazo tulizirithi kutoka kwenye qualifier matches na tukaenda nazo kwenye shindano, lakini pia tulikuwa na muda mdogo wa matayarisho tofauti na kwamba tumeupata, na tukakumbana na vitu viwili vikubwa, hiyo injuries pamoja na fatiki kwenye timu yetu, lakini vitu vyote hivyo tumeweza kuvimanage vizuri this time. Majeraha wapo kiasi fulani, lakini pia tunafanya kazi kubwa sana ya kuwarusha kwenye hali yao ya utimamu, lakini pia CAF ameongeza namba ya watu kutoka wale 23 kwenda kwenye watu 26, kwa maana ya timu ziweze kupata nafasi kubwa. Lakini CAF pia this time around wamesogeza
nafasi kati ya mechi na mechi ambayo kwenye AFCON iliyopita haikuwepo. Ilikuwa unacheza mechi siku moja unapumzika, siku inafuatia unacheza mechi nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu kumanage fatigue. Lakini CAF pia this time around wameweza kusogeza karibu mechi zote. Edition iliyopita kwa mfano sisi tulipata kadhia ya kukaa mbali na viwanja vya mchezo almost masaa 2 mpaka 3 tunaenda kwenye kiwanja cha mchezo. Kwa hiyo ilikuwa pia na imechagiza au kutuongezea fatigue. Kwa hiyo yote hayo ambayo yamejitokeza this time, tuna matumaini makubwa kwamba tuna nafasi ya kufanya vizuri. Bado siku zipo takriban siku 10 plus hivi. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu awalinde wachezaji wetu wasipate hizo injury, na wale ambao wana injury ndogo ndogo ambazo tunapambana nazo, basi na zenyewe pia tumeweza kuzikava vizuri na wakae vizuri kwa ajili ya shindano. Edgar Mbigili, Fin Media.